Sasa darasa letu leo tumekuwa na madarasa mengi yanayofatana hayajaisha vizuri. Sasa tunajaribu kuyamaliza vizuri. Darasa la Jumapili ilikuwa tunaongelea nini kama mnakumbuka ndugu zangu? Na nguvu ya upako. Tulimaliza hilo darasa na Mungu ametusaidia. Kwa hiyo leo tutakuwa na darasa watu unaowahitaji kulinda upako wako. Kuna watu unaowahitaji kulinda upako wako. Na kwa hiyo labda tunaweza tukasema aina ya watu unaowahitaji kulinda upako ama kulinda nguvu za Mungu. Itakuwa bado sio vibaya, kwa sababu saa nyingine tunapata nguvu za Mungu, tunajisikia vizuri, alafu baadaye zinapotea. Tunasema zimeenda wapi tena nguvu za Mungu zile tulizopata? Unaanza tena kutafuta upya. Kwa hiyo unakuwa na nguvu za Mungu, baadaye zinapotea. Unakuwa tena na nguvu za Mungu. Sasa hiyo sio sawa. Kwa ndio maana leo kwenye darasa letu unaweza kuandika aina ya watu unaowahitaji kulinda upako ama watu unaowahitaji kulinda upako. Kwa hiyo vyovyote vile. Na tutaanza utangulizi wa darasa letu. Si tuko sawa mpaka hapo ndugu zangu? Amen. Watu wanaotuzunguka wana mchango mkubwa kutuwezesha au kutukwamisha katika huduma zetu na maisha yetu kwa ujumla. Tarudia sentensi hiyo. Watu wanaotuzunguka wana mchango mkubwa kutuwezesha au kutukwamisha katika huduma zetu na maisha yetu kwa ujumla. Na ndio maana tunahitaji kuwa waangalifu sana kwenye maisha haya. Nani unamleta karibu na wewe? Na kwa nini unamleta karibu na wewe? Anakusaidia kwenda unakoenda ama anakuzuia kwenda unakoenda? Umeelewa Jamani, haleluya. Maisha ya mwanadamu hutegemea watu sana, ama hutegemea sana watu wengine. Maisha yetu wanadamu hutegemea sana watu wengine. Ili tufanikiwe na kupiga hatua za maendeleo, tunahitaji watu wengine. Kwani bila watu wengine hapana maendeleo endelevu na ustawi wa kudumu unaweza kujitokeza kwenye maisha yetu. Kama naenda haraka utasema, kama niko sawa pia utasema. Nirudie sentensi yangu ya mwisho. Maisha ya wanadamu hutegemea sana watu wengine. Tayari? Ili wafanikiwe na kupiga hatua za maendeleo,
ili wafanikiwe na kupiga hatua za maendeleo. Tunahitaji sana watu wengine. Bila watu hapana maendeleo endelevu na ustawi wa huduma zetu. Kama watu hamna, ni vigumu kuwa na maendeleo endelevu, na wala huduma zetu zinaweza zisistawi kwa jinsi ambavyo watu ni wa muhimu tunaowahitaji. Inawezekana hivyo ulivyo sasa ni kwa sababu ya aina ya watu ulionao sasa. Inawezekana kabisa hivyo ulivyo sasa ni kwa sababu ya aina ya watu ulionao sasa. Kwa Kiswahili kizuri, watu ulionao sasa ndio wanasababisha uwe ulivyo sasa. Au wale waliokuwa nao zamani walikuathiri kwa mengi mazuri. Wale waliokuwa nao zamani walikupa athari za mambo mengi mazuri, na labda walikupa athari za mambo mengine mabaya ambayo unayo mpaka leo. Mpaka hapo vipi ndugu zangu? Sawa au bado? Tayari mimi nataka kukanyaga moto tayari. Kwa hiyo unaweza kuona watu ulionao sasa ndio wanaofanya uonekane unavyoonekana sasa. Ama watu uliokuwa nao zamani ambao walikuwa na athari kwenye maisha yako. Sasa athari inaweza kuwa nzuri ama athari inaweza kuwa mbaya, na bado ukawa nayo leo. Kwa maana ukizungukwa na aina ya watu fulani, basi ni rahisi kufanana na aina hiyo ya watu. Nitarudia maneno hayo. Kwa maana ukizungukwa na aina fulani ya watu, basi ni rahisi kufanana na aina hiyo ya watu waliokuzunguka. Umeelewa eh? Wakati mwingine watu wanaotuzunguka wanaweza kuamua hatima yako. Watu wanaotuzunguka kwenye maisha yetu wakati mwingine wanaweza kuamua hatima yetu. Na hiyo ndio hatari ya aina ya watu wanaotuzunguka. Wakiwa wazuri wanaweza kusaidia kuamua hatima iliyo nzuri. Wakiwa wabaya wanaweza kusaidia kuamua hatima iliyo mbaya. Unaona, watu wa karibu wanaotuzunguka wanaweza kuwa na influence, wanaweza kuwa na ushawishi dhidi ya hatima yako ya baadaye, ama dhidi ya muonekano wako ambao watu wanataka kukuona nao. Bwana tusaidie sana. Ndio maana kuna maneno ama kuna msemo usemao,
nionyeshe rafiki zako, nami nitakuambia tabia zako. Unajua huo msemo? Msemo wa Kiingereza ule. Nionyeshe rafiki zako, nami nitakuambia tabia yako. Maana yake nini? Tabia yako inaonekana kwa marafiki zako. Umeelewa? Hiyo ndio hatari ya aina ya watu ambao tunakuwa nao karibu. Tupige kelele, nionyeshe rafiki zako, nami nitakwambia tabia yako. Kwa nguvu zaidi. Kama unazungukwa na marafiki wavivu, automatically hata we mwenyewe utakuwaje? Mvivu. Kama una marafiki wapambanaji, ama uko na watu wapambanaji, kama wewe ulikuwa ni mtu mvivu, watakubadilisha, utakuwa na wewe mpambanaji. Unaelewa? Kama wewe ni mtu wa kuridhika, ukakutana na marafiki wasioridhika na ukawa nao wakati wote, lazima watakubadilisha. Utaondoka kwenye eneo lako la kuridhika, utaenda kwenye eneo la kutokuridhika. Kwa hiyo utapambana zaidi, utatafuta zaidi, na utafanikiwa zaidi. Kwa nini? Umepata ushawishi kwa aina ya watu ambao uko nao karibu. Nipata Na ndio maana lazima kuwa makini sana kwenye maisha yetu. Nani tunamleta karibu? Nani anakuwa karibu yetu wakati wote? Swali la kujiuliza, kwa nini anakuwa karibu yetu? Swali la tatu, anatujenga au anatubomoa? Ananifanya niende mbele ama ananifanya nizofike? Ananifanya niimarike ama ananifanya niwe muoga? Unajua kwenye maisha ukileta watu karibu, kuna wale watu wa karibu wanakujaga kila siku kuondoa vitu kutoka kwako. Uje kuwaona? Ulikuwa na ujasiri, akija anakuondolea ujasiri, anakupandia hofu. Kwenye maisha haya uhitaji watu wa namna hiyo. Amen. Unahitaji mtu ambaye akija anaweka kitu positive kwenye maisha yako, anakuwekea kitu chanya. Ulikuwa moga anasema hakuna kuogopa hapa. Ulikuwa na mashaka, hakuna mashaka hapa. Watu kama hao tunawahitaji sana kwenye maisha haya, kuliko wale wanaokuja na kutuondolea vitu tulivyo navyo. Wewe marafiki zako unaopenda kuwa nao wakati wote wanafanya nini? Na ni rahisi kujua. Wanakuimbia wimbo gani wakija? Mpaka mtu nasikitika, kuna marafiki uko nao na unawajua, akitokea tu mpaka unasema, yani namuona anakuja kule mama Sadoki, sijui leo ana kitu gani, yani mama huyu akijaga hapa aniachi salama, yani akiondoka mpaka moyo wangu umeinama, na bado unamkaribisha. Amjaye kuona watu hivyo, bado unajua kabisa ni leo sijui ana nini jamani leo, na unamsubiria atakachokisema. Uhitaji watu kama hao. Maisha ni very serious. Na nielewa ndugu zangu? Very very serious. Mtu anapowasoma rafiki zako, ni rahisi kujua wewe ni mtu wa namna gani, kwa aina
ya marafiki unaowahifadhi kwa ukaribu wako. Kulikuwa na watu wachache ambao walikuwa imara, hawakubadilishwa na jamii ya watu iliyokuwa ikiwazunguka. Watu wa namna hiyo ni watu committed, ambao hata jamii inayowazunguka haiwezi kuwabadilisha. Unahitaji kuwa mtu wa namna hiyo, lakini watu wa namna hiyo ni watu wachache sana, very rare, Waingereza wanasema. Wengi wanabadilishwa na jamii inayowazunguka. Mfano wa mtu kama huyo Ayubu. Ayubu, pamoja na kwamba alikuwa anaishi kwenye jamii ya watu waovu, jamii yote watu waovu, lakini Ayubu aliweza kuepukana na uovu. Mnasoma habari hizo Labda usome Ayubu 1:1. Ayubu sura ile ya kwanza na mstari wetu wa kwanza. Tumefika ndugu zangu? Ama bado? Ayubu anakuaga nyuma ya nani? Kama nyinyi wasomi wazuri wa Biblia, Ayubu anakuaga nyuma ya nani? Na sisiki ya Esther. Na mbele yake anakuepo nani? Na mbona mfungui sasa? Maandiko yanasema hivi: palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo, hebu semeni mtu huyo. Tena alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Hebu semeni mtu huyo. Alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na nini? Na uovu. Mbona aina ya mtu kama Ayubu? Ukimjua Mungu unahitaji kuwa aina ya mtu huyo. Kutakuwa na gharama fulani fulani utalipa. Mtumishi wa Mungu leo amesema sentensi muhimu: ni afadhali upoteze vitu kuliko kumpoteza Yesu Kristo. Ayubu anatupa taswira muhimu sana. Huyu Ayubu anatupa taswira muhimu sana, kwamba si watu wote wanaoweza kukwamishwa kwa sababu ya watu walio karibu nao. Ayubu anatupa taswira muhimu sana kwamba si watu wote wanaweza kukwamishwa na watu walio
karibu nao. Sio wote. Hilo jambo ni sawa sawa kabisa. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanaotuzunguka wanaathiri hatima yako. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanaotuzunguka wanaathiri hatima yako. Wanaathiri tabia yako, wanaathiri mwenendo wako. Wale wanaotuzunguka wale Umeelewa Wengi wanaotuzunguka wanaathiri tabia yako, wanaathiri hatima yako, wanaathiri mwenendo wako. Hawa wanaotuzunguka. Kwa maana watu wanaweza kukusaidia kusonga mbele au wakakukwamisha kabisa. Hawa watu wanaweza kusaidia ukasonga mbele au wakakukwamisha kabisa, kutegemea tu ni aina gani ya watu ulionao karibu. Aina gani ya watu ulionao karibu wanaweza kusaidia ukasonga mbele kwa ushindi, ama wanaweza wakakukwamisha. Kwa sababu hiyo basi, ama kwa sababu hizo basi, mpakwa mafuta yoyote anahitaji watu wafuatao. Unajua kijijini, mtu anaweza kuwa kijijini. Mnajua ndala? Mnajua ndala? Kwanza nyinyi hata ni wangapi mpai kuishi kijijini? Mikono juu. Kwa hiyo tutaelewana. Umewahi kumuona mtu kijijini amenunua ndala mpya, anafanya nazo mtoko? Amevaa ndala mpya, anafanya nazo nini? Mtoko kijijini. Mpaka na wana kijiji wengine wanasema hizo ndala nikija kuzinunua hizo, analingana nazo, anatembea. Sema mwana kijiji kwa kweli huyu katokelezea. Sasa huyu mwana kijiji siku anaamua kufanya mtoko kutoka kijijini kwenda mjini na ndala zake safi. Tunajua zikiwa mpya, wana kijiji wenzangu. Hao leo hivi mko Dar es Salaam mnajifanya mmeendelea sana. Zinakuwa safi, hata kioga anasugua huko pembeni mstari ule uonekane vizuri wa ndala ile. Anafika mjini anakutana na ndala kama hizo na rangi hiyo, amezivaa bwana garage na zina oili kila mahali. Unajisikiaje? Kwamba mimi nafanya mtoko, kumbe kuna mwenzangu ndio anazitumia hizi kufanya kazi zake za oili. Sio? Haujai kuona? Tunahitaji watu wanaokuwa karibu na sisi, wanaoona mbali, wanaotaka kwenda mbali na tena kwa mafanikio.
kwa gharama yoyote. Kama waendi unakoenda, achana nao, hakuna urafiki hapo. Amen. Achana nao. Tena achana nao tu kwa furaha. Kwani tukianza basi kupanda basi pale zamani Ubungo, lakini sasa hivi imekuwa inaitwa nini ile Mbezi, tunapanda basi tunaenda Mbezi, tunapanda wote, si mpaka siti zinajaa, sio? Basi linaanza kuondoka, si ndio? Lakini kwa sababu kila mtu anazingatia wapi anaenda, huwa hajali wengine wataendelea wapi. Ikifika mahali anatakiwa kuchuka, anashuka na anabeba begi lake kwa ujasiri mbele yenu. Yani mnamwona anachoma begi namna hii na mnamwona, na wao umekata. Alafu akiamua anaweza kusema safari njema, mimi nimefika. Mbona na wewe ushuki bali? Na siti inabaki wazi. Sengine wewe unaamua na wewe kamkoba kako unatia pale kwenye siti na wewe unaendelea, maana haina mtu. Ama kama ulikuwa unakaa inakubana bana ile, sasa unahamia ya dirishani, unafungua na kioo namna hii, uanze kuangalia watu, kashuka mtu pale. Kwenye maisha tunatakiwa kuwa na concentration za namna hiyo. Unajua wapi unaenda, unajua nini unataka. Unataka kuwa mtu wa namna gani? Uhitaji mtu mwingine yoyote aunge mkono unachoona. Wewe peke yako unatosha kuwa vile Mungu anataka uwe. Pakifika mahali pa kushuka, unashuka kwa sababu unajua nini unatakiwa kufanikisha. Mmenipata jamani? Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Ayubu. Watu wote wanafanya uovu, Ayubu akasema mimi uovu never, nitabaki na Mungu. Simlaumu, simshaki, wala simsemi vibaya. Na hata ilipotokea vurugu ya maradhi na nini na nini, Ayubu aliongea sentensi moja, akasema hatuwezi kupata mema kwa Mungu tusije tukapata na mabaya. Mbona sentensi kama hii? Yani Ayubu kwa jinsi alivyokuwa anamjua Mungu, mpaka alikuwa anajua haiwezekani akawa tu mema siku zote. Kuna wakati anaweza kuwa na yasiyofaa, yameruhusiwa na Mungu, haimfanyi Mungu wangu awe Mungu asiyeaminika. Unaweza kuelewa huo? Mungu anabaki Mungu. Marafiki zangu, kufuru Mungu, sifa nini na nini. Umeona marafiki walikuja, hawakuja, walikuja pale wakaanza kumpa speech. Wewe una matatizo, wewe bwana, watu wa karibu hao, wewe bwana. Akawaambia mimi najua jambo moja tu, hata pasipo mwili huu macho yangu yatamuona Bwana. Najua mtetezi wangu yu hai. Na kweli baada ya vurugu kuisha, Ayubu alikuwa tajiri mara ngapi? Maradufu, mara 2 zaidi. Akapata watoto wazuri zaidi. Unahitaji kuwa Mkristo mwenye msimamo thabiti na anayejua nini anataka maishani mwake. Yani wewe unajua mimi nataka kumshika Mungu
mpaka maisha yangu yatakapoishia. Ameniinua sawa, hajaniinua sawa sawa tu. Kwa hata hivyo mali kwani tunaenda nazo mbinguni? Hata ninazo. Hata tukiondoka wale tunaowaachia, tunaweka gani watazimudu? Wengine hawamudu. Wengine wanazitumia hizo kuuana. Inakuwa mtego tena kwenye familia, wanaanza kukufuata baba kutokana na mali ulizoziacha, wanafiatuana tu mpaka wote wanaisha na nyumba inakosa mtu. Hawa mjai kuona? Walimbaga watu nyimbo hiyo ya zamani, tunatoana roho kwa mali alizoziacha baba. Yaani baba kaacha mali, badala ziwe baraka, umekuwa mtego wa kutoa watu roho. Pishana huyu mganga huyu, yule mganga kule. Huyu wanamchukua na kichwa, huyu wanamchukua na mguu. Tuko pamoja mpaka hapo? Vizuri sana. Kipengele cha kwanza ambacho nataka ufahamu, kulingana na watu tunaowahitaji kwa ajili ya kuhifadhi upako. Jambo la kwanza au kipengele cha kwanza ama pointi ya kwanza, wakosoaji wa kweli. Sikia, wakosoaji wa kweli. Watu wanaokukosoa katika kweli. Umesikia Kiswahili hicho? Watu gani hao? Wakosoaji wa kweli. Nafikiri maandiko nitakayoyatumia ni Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Hapo kuna story. Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 7 alafu mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Labda kabla hujasoma hapo niseme maneno yafuatayo. Daudi mpako mafuta wa Bwana, ambaye alimtwaa mke wa Uria na kutembea naye kisha akamuua Uria mumewe. Alimuua mume wa huyo mwanamke, alimuua Uria. Siri hii ilikuwa ni kubwa kwa maana imetendwa na mtawala, Mfalme Daudi. Hivyo ilikuwa ngumu sana kumkosoa mfalme, kwani hapakuwa na aliyeweza kusema kinyume hata kama ingejulikana. Na unakumbuka nyakati hizi ilikuwa mfalme akimtaka mkeo. Umeelewa? Yani nyakati hizi mfalme anakuja anasema nimempenda mke wako. Wewe uliyemuoa huyo mwanamke unatakiwa kumshukuru mfalme na kutamba mtaani. Ukishabeba mke wako unamshukuru mfalme na unatamba. Unasema yani mimi najua kuchagua mwanamke. Mimi sio mchezo, nikichagua hadi mfalme anakuja anachukua. Sio utie kinyongo. Si unaelewa? Wala sio utie upinzani. Kwa hiyo kulikuwa hakuna mtu anaweza kumkosoa mfalme. Lakini dhamiri ya mfalme ilianza naye kwamba hiki ulichokifanya hakikuwa sawa.
Uria alikuwa askari mmoja mwaminifu sana mbele za Mungu na mbele ya mfalme, lakini mfalme akamsaliti Uria. Wakati Uria yuko vitani anapigania taifa, huku nyuma mfalme akaamua kuchukua mke wake. Umeelewa? Ilikuwa jambo baya. Akampa mimba. Huyo mwanamke akamwambia mfalme, bwana mimi nimepata mimba yako. Mfalme akasema haina shida, nitatia mpango. Akatuma mtu Uria aitwe arudi nyumbani. Mfalme ana shida na Uria, kwa hiyo akamrudisha Uria nyumbani. Uria alikuwa mtu mwaminifu na mtu mtiifu sana. Akarudi. Mfalme akamwambia, bwana nashukuru, nitaka unipe ripoti ya vita inavyoendelea. Uria akaelezea. Kumbe mfalme ana mpango wa kuficha dhambi. Basi mfalme akamfanyia Uria sherehe, akamlewesha na akamwambia, kwa sababu umerudi unaweza kwenda nyumbani ukakaa na mke wako, ili ikitokea yule mwanamke ana ujauzito mfalme aseme, lakini wewe Uria si rudi nyumbani ukalala nyumbani. Umeelewa? Sasa Uria kuonyesha alipokuwa mwaminifu, siku hiyo akalewa, ila akasema moyoni, mimi siwezi kwenda kukaa nyumbani na mke wangu wakati wenzangu wako vitani, mimi nalala hapa hapa. Akalala mlangoni na mlinzi. Mfalme asubuhi anaamka hivi, anawaambia walinzi wake, hivi Uria alienda nyumbani? Wakasema hamna. Uria bwana alikataa. Uria alikuwepo hapa hapa. Alisema hawezi kwenda nyumbani kwake kulala wakati wenzake wako vitani. Umeona Uria alipokuwa committed. Mfalme akasema hamna shida, nitamfanyia tena sherehe. Ikapigwa tena sherehe nyingine. Uria akaenjoy sherehe ile, na mfalme safari akamwambia, sasa wewe nenda nyumbani ukalale na mkeo. Uria akasema sawa. Mfalme akaondoka zake, akajua mtego utanasi. Sasa siku hiyo Uria akalewa zaidi, akabaki ndani. Kwa hiyo asubuhi mfalme anatoka hivi, anakuta Uria alipomwacha yuko pale pale. Kasema wewe nisema ondoka nyumbani. Kasema hamna, siwezi kwenda kulala nyumbani, mimi nimeitwa kwa mfalme, mimi naishia kwa mfalme. Mfalme akaandika barua, anamwambia amiri jeshi mkuu kwenye barua ile, huyu Uria mumpeleke mahali vita imekuwa kali, mumpeleke mbele, na mkiona maadui wamekuja kwa wingi wanakaribia kumzingira, sasa nyinyi mkimbie, mumwache Uria auawe. Alafu barua anampa nani? Anampa Uria mwenyewe. Kwa hiyo Uria alibeba barua ambayo inaotaka kuondoa roho yake, na alibeba bila kuisoma. Mwana standard ya askari, na akaifikisha kwa mkuu. Barua bwana kutoka kwa mfalme bwana hii hapa. Mfalme alipoisoma ilibidi amuulize, kwani wewe Uria ulipoenda kule umemfanya nini mfalme? Akasema sijamfanya kitu chochote, tumekuwa na siku nzuri sana kule, piga feast moja zimenyoka, tumekula nini, yani maisha mazuri, kunywa nini, mambo mazuri, hakukuwa na tatizo lolote. Amejesha anasoma kilichoandikwa akiendani na maelezo. Kwa hiyo mfalme anaficha uovu. Na Biblia inasema wakampeleka katika vita Uria kama kawaida, akiongoza kikosi. Mapambano yalipokuwa makali, amiri jeshi akawaamuru wanajeshi wamuache Uria peke yake. Uria akauawa. Siri hiyo nani anajua?
ni mfalme pekee na mke wa Uria ndio wanajua nini kinapambaniwa. Uria maskini ya Mungu hajui, na hata amekufa Uria alikuwa anajua mimi nakufa tu kama mpiganaji, kumbe ni arrangement ya kumsaliti. Jambo hilo kwa Mungu halikumfurahisha. Pamoja wamefanya siri, mfalme kafanya siri na yule mwanamke, na kwa hasira ya Mungu yule mwanamke mtoto wake yule alizaliwa alifariki. Mungu alimwambia huyu mtoto mwenyewe nachukua. Kwa nini Mungu alimuonyesha hivyo Daudi? Alitaka kumuonyesha maumivu ambayo Mungu aliyasikia kumtendea uovu mtu mwenye haki. Ikawaje sasa? Ndio tumefika pale maandiko yetu Sasa nataka nielezee pale Nathan. Bwana anamtuma nabii Nathan ili amwendee Daudi mfalme ili uovu ufichuliwe. Biblia inasema basi Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalukutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtwaa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umelidharau ukamtwaa mkewe Uria Mhiti kuwa nani? Kuwa mke wako. Hivyo Nathan amesimama kama mkosoaji au msema kweli kwa Daudi, kumweleza juu ya uovu wote alioufanya. Kawaida ukweli unauma sana. Tuseme wote, kawaida ukweli unauma sana. Lakini ili upone ni lazima awepo mtu kama Nathan, asiogopa chochote na kukueleza ukweli katika makosa yako. Pamoja na kuwa ni ngumu kupokea ukweli. Na unajua Nathan anatufundisha jambo muhimu sana. Nathan aliuleta ukweli kwa namna ambayo haina maumivu. Alienda akampigia Daudi story. Mnaijua story? Akasema bwana, mimi nimekuja leo nataka kukupa story. Akamwambia Nathan, leo kuna nini? Akasema nimekuja tunataka nikupe story moja imetokea katika mji wako hapa. Akasema story gani? Unajua lazima kusema ukweli kwa namna ya kujenga. Sio tu madamu ni ukweli, unataka kuusema kwa namna ya kufanyaje? Ya kubomoa. No. Zungumza ukweli kwa namna ya kujenga. Nathan akamwambia, bwana, hapa kwenye mji wako hii, mamlaka yako hii bwana, kuna mtu mmoja alikuwa na kondoo, huyo anampenda kama mwanae. Kila anakokwenda yuko naye. Kuna sana mkumbatia kondoo wake. Alafu kwenye mji kuna mtu mmoja
ana makondoo mengi, mang'ombe, mambuzi, manini. Sasa ikatokea yule mtu mwenye makondoo mengi, mambuzi, manini akatembelewa na mgeni. Daudi akasema, "Hey, kawaje?" Akasema yule mtu akawaagiza wafanyakazi wake waende kwa huyu mtu mmoja mwenye kondoo mmoja anayempenda sana. Akaenda kumchukua kondoo wa yule bwana maskini yule. Daudi akasema, "Ikawaje?" Anasema akaja akamchinjia mgeni wake. Maandiko anasema Daudi akakasirika sana. Akasema, "Imefanyika wapi hiyo?" Jamaa akamwambia, hapa kwenye ufalme wako." Daudi akasema, "Mtu huyu kama yuko hapa, mtu huyu anastahili kuhukumiwa." Nathan anatufundisha ni vizuri ukweli usemwe kwa namna ya kujenga, sio kwa namna ya kukomoa. Umenipata? Daudi akasema, "Huyo mtu sasa hivi Bwana anaagiza aletwe hapa." Nathan akasema, "Mtu mwenyewe ni wewe mfalme." Akasema, "Wewe ulikuwa na uhuru wa kuchukua wanawake katika Israeli yote na ukapigiwa makofi. Mwenzako hakuwa na huo uhuru. Uria alikuwa na mwanamke wake mmoja tu. Wewe umeenda kumchukua Uria na kumuua na kubeba mkewe. Mfalme, wewe ndo mtu yule." Umeona message hiyo? Sasa hebu tujifunze kwa Daudi aliyefichuliwa uovu wake. Nini kilitokea? Biblia inasema baada ya Daudi kuambiwa ukweli juu ya kosa lake, aliingia kwenye toba, alitubu. Ndipo Daudi akaandika Zaburi ya 51. Mnaijua Zaburi ya 51? Hebu soma maneno yake yale ya mwanzo. Zaburi ya 51. Ya Zaburi ya 51 ni zaburi ya toba. Daudi baada ya kuambiwa ukweli hakujenga beef. Hakujenga beef wala hakumchukia nabii Nathan. Kwa mara moja tu Daudi hakumweka moyoni Nathan kwa sababu ya ukweli alioambiwa kwamba amefanya kosa la uuaji. Kumbe unapokosolewa na kuambiwa ukweli juu ya ubaya wako, hutakiwi kumchukia Nathan aliyekueleza, bali mpende na mara moja uingie kwenye toba. Wala hutakiwi kuweka chuki. Unaingia kwenye toba na unatengeneza
mbele za Bwana kama alivyofanya Daudi. Unapofanya hivyo, kushuka na kukubali makosa, lakini pia kuomba toba, maana yake unaendelea kuulinda upako wako na kufanya kila siku uwe katika viwango bora katika huduma. Toba ni namna pekee ya kurekebisha mambo unapoambiwa ukweli kwa namna nzuri ya kujenga. Lakini jiulize, je, ndivyo unavyofanya? Kuna mtu ukimwambia ukweli wa nia tu ya kujenga, anapagawa, anavimba kama chura ambaye yuko katikati ya barabara wakati wa mvua. Badala ya kuchukulia vizuri, ukweli unakurudisha kwenye mstari ambao unapaswa kuwepo, na hasa unapokuwa na nia nzuri. Hivyo ndivyo ambavyo wakosaji wengi wana ghadhabu kali wanapoambiwa ukweli. Kasirika. Na ndio maana sengine hata leo ukitaka watu wakukasirikie sana, waambie hiyo vita. Watu ni wanavimba. Mtu aliyemwambia ukweli anakuchukia, anakuondoa moyoni, anakuwa hataki kusikia habari zako. Kosa lako, unasikia wanasemaga wachungaji, yule anajifanya mkweli sana. Anajitia mkweli sana. Ndugu zangu, tunasahau neno moja, kwamba kila mmoja wetu kuna mahali lazima tukosee. Kwani kukosea ni sehemu ya kuonyesha sisi kuwa bado ni wanadamu. Unanielewa? Na tuko kwenye michakato wa kuendelea kuwa bora zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunaweza kukosea. Tunaweza kufanya nini jamani? Tunaweza kukosea. Na ukikosea, kubali kukosolewa. Na ukikubali kukosolewa, maana yake umekubali changamoto ya kukua na kujiboresha. Nakubali changamoto ya kukua na kujiboresha kupitia nini jamani? Kukosolewa. Maana kumbe ni hivi, kumbe sio hivi, kumbe ni hivi. Kwa sababu wewe bado ni mwanadamu. Kwa sababu bila kukosolewa hakuna mabadiliko. Tuseme wote, bila kukosolewa hakuna mabadiliko. Hakuna mabadiliko yoyote ndani yetu wala kwenye huduma zetu kama hatuwezi kukosolewa. Hakuna kukua wala hakuna uendelevu wa huduma, na mwisho upako unakauka na kukufanya usiwe na jipya. Upako unalindwa, watu wakikuambia katika kweli unarekebisha. Amen. Yeah. Jambo la pili, ni
muombezi na mtia moyo. Muombezi na mtia moyo. Unaowahitaji muombezi na mtia moyo. Muombezi na mtia moyo. Tuseme muombezi na mtia moyo. Kwa kawaida ya watu wengi tunaokutana nao katika maisha ya kila siku ni aina ya watu wakatisha tamaa na wavunja moyo. Nitarudia. Kwa kawaida ya watu wengi tunaokutana nao katika maisha ya kila siku ni aina ya watu wakatisha tamaa na wavunja mioyo yetu, ndio tunakutana nao. Wanaitwa heartbreakers. Heartbreakers. Wakatisha tamaa, wavunja moyo. Ambao neno mdomoni wao, neno huwezi, huwezi liko kwa wingi. Wakatisha tamaa. Niliwahi kuwapa takwimu, nafikiri leo pia nitairudia kwa faida, kwamba hii ni takwimu ya utafiti wa wanasaikolojia. Wanasema 98% ambayo 98% maneno ambayo watoto wanayasikia nyumbani ni maneno negative. 98% ya maneno ambayo watoto wanayasikia nyumbani ni maneno negative. Negative word. Maneno hasi. Wanasema kuanzia mwaka 0 wa mtoto mpaka miaka 5, mtoto nyumbani. Mwaka 0 hadi 5 watoto hao wanapatikana kwa wingi wapi? Shule? No, home. 0 hadi 5 years. Mtoto anakuwa amesikia neno hapana, acha, huwezi mara 1040. Kutoka nyumbani amesikia hapana, acha, huwezi mara ngapi? 1040. Halafu mtoto wa umri mwaka 0 hadi miaka 5 anakuwa amesikia neno ndio, unaweza mara 5000. Mara ngapi? Mara 5000. Nyumbani hapana, acha, huwezi mara 1040. Alafu baba nyumbani amesikia ndio, unaweza mara 5000. Kwa hiyo ukifanya hesabu, acha, hebu sema acha, huwezi, alafu lingine nini? Hapana. Amesikia mara ngapi? 1040. Sasa ukifanya hesabu
na ndio na unaweza mara 5,000. Unafikiri ni mara ngapi zaidi kasikia acha, hapana na huwezi? Ni mara ngapi zaidi? Kwa hiyo unaweza kuelewa kwamba anasikia maneno dhaifu zaidi ya anavyosikia maneno ya kujenga. Na anaambiwa na watu anaowaamini. Si wazazi mtoto anawaamini. Acha, acha, huwezi, hapana. Mmenielewa mpaka hapa? Tumeambiwa mara nyingi tangu utotoni, huwezi, hapana, acha. Kwa watu ambao tulitegemea wangetuambia unaweza, ndio, jaribu tena. Nina imani na wewe, mitano tena. Mmenielewa? Kutokana na hayo tumejikuta hatuwezi kweli. Lakini sio kwa sababu hatuwezi, bali wakatisha tamaa wameumba kushindwa, na hatimaye tumejikuta tukitembea katika roho ya kushindwa, na kweli tumeshindwa. Nasikia sentensi yangu, nitairudia. Tumeambiwa mara nyingi tangu utotoni, acha, hapana, huwezi. Na sasa tumejikuta hatuwezi kweli. Lakini sio kwamba hatuwezi, bali wakatisha tamaa wameumba kushindwa ndani yetu, na hatimaye tumejikuta tukitembea katika roho ya kushindwa. Na kweli tumefanya nini? Tunashindwa. Mimi napenda tabia ya Mungu. Mungu tabia yake mojawapo, hapendi kushindwa. Ndio, ni Mungu asiyeshindwa. Mimi pia sipendi kushindwa, kama baba yangu ambavyo hapendi kushindwa. Mungu hapendi kushindwa. Na ndio maana Mungu anatuambia yote yanawezekana kwa kila aamini. Lazima tuamini kwenye uwezekano. Kama Wakristo hatupaswi kuamini kwenye kushindwa. Hata kama huna majawabu ya siku hiyo,
juu ya hali hiyo haikufanyi uikubali hali hiyo. Umeelewa? Ni kweli leo sina majawabu juu ya hali hii, lakini hali hii mbaya haiwezi kuwa sehemu ya maisha yangu, haiwezi kuwa sehemu ya hatima yangu, haiwezi kuwa sehemu ya muonekano wangu. No. Utafanya nini kuibadilisha? Hata sijui, lakini ninachojua haiwezi kuwa sehemu ya maisha yangu. Hivyo ndio Musa alivyokuwa. Wa Misri mnaoona leo hamtawaona tena milele. Sasa wewe Musa utafanya nini? Sijui, ila ninachojua hawa mwisho wao umefika. Ulifika au kufika? Ulifika. Unaweza kutoka familia maskini, ni sawa sawa tu. Mungu ndiye anaamua uzaliwe familia gani na baba gani na mama gani na kabila gani. Lakini wewe ndio unaamua uishi maisha ya namna gani, uonekanaje, ujulikanaje. Ni wewe unaamua. Kabila sio issue, familia sio issue, ukoo sio issue, umri sio issue. You can decide. Umeelewa shule? Mtu yoyote anaweza kuwa kitu chochote madamu anaamini. Shetani ametumia ground ya familia tunazotoka kutuambia acha, hapana, huwezi. Acha, hapana, huwezi. Kanisani kwetu hapa tunasema unaweza, ndio, na inawezekana. Inawezekana. Wao waweze wana nini, wewe ushindwe una nini? Si tuna miguu miwili wote hapa? Si Tanzania tuko hapa wote? Si wote tunatawaliwa na CCM hapa au? Kwa nini wengine wanainuka wengine hawainuki? Kuna tatizo kwenye mentality. Ngoja nikwambie kitu, huhitaji uwezo wa mtu mwingine ndani yako. Una uwezo ndani yako, ufanye uwezo huo udhihirike nje yako. Ukidhihirika nje yako, watu wataunga mkono wanachokiona nje yako. Inawezekana wewe kuwa mwanamke aliyefanikiwa na kulea watoto vizuri wenye hofu ya Mungu, wakawa baraka kwa waume zao na wake zao. Wewe unaweza kufanya hiyo, na wewe ndio huyo mzazi. Inawezekana. Wewe unaweza. Ndio, wewe unaweza. Naweza kupata pesa nyingi, ndio. Kama unapata 100, umeweza kupata shilingi 100, unaweza kupata milioni 100. Ndio. Yaani nakwambia kitu cha kweli kabisa. Namna hiyo uliyopata 100, ni namna hiyo utapata milioni 100. Hiyo. Shida ni pale tunaposema hatuwezi na tunatembea kweli hatuwezi. Shetani anasema tayari umekuwa defeated. Unaweza nini? Familia yenu mnaweza nini? Mwanamke anaweza nini? Katika watu kitu ambacho wakijui, wanawake ni watu wabaya kuliko wanaume. Soma Biblia yako vizuri. Wale wanaume waliwasumbua wanaume, wanawake waliwaweza. Soma Biblia vizuri. Nani alimweza Samsoni? Ni mwanaume? Nani? Mwanamke. Nani alimweza shetani? Mwanamke. Uzao wa mwanamke. Mwanamke sio mchezo. Hawa msomi maandiko. Kuna mwanamke mmoja kwenye Biblia alibeba mimba bila mwanaume.
alafu akazaa mtoto wa kiume mkamilifu. Wewe unafikiri mwanamke wa kuchezea? Mtoto akazaliwa ana uwezo wa kifalme begani mwake bila baba. Nataka niwaambieni sisi hapa kanisani, wimbo, imani, mafundisho, sisi tunaweza yasiyowezekana na tutafanya yasiyofanyika yawezekane. Mnyonge atakuwa taifa hodari. Unaweza. Naongea na wewe, unaweza. Saa nyingine unahitaji mtu wa kukuombea na kukutia moyo. Hapa una mchungaji wako anakuambia inawezekana. GSM alikuwa anauza vitambaa. Ni muuza vitambaa maarufu miaka ya zamani. Leo kutoka kuwa muuza vitambaa, leo mpaka rais anamwambia sikubani, sitaki kukubana baba, fanya unavyoweza baba. Kutoka kuwa muuza. Ndugu zangu, Mungu ameweka uwezo ndani yenu. Shida huo uwezo, familia tulizotoka walikuwa wanatuimbia nyimbo ambazo sio sawa sawa. Ndio maana mkija kwenye kanisa kama hili, nikianza kuwaimbia nyimbo mnaanza kidogo kidogo kucheza pole pole kwa mawazo. Mimi naimba tu hapa, inawezekana. Inawezekana kupenya, unaweza kushinda. Unaona kama na unanielewa? Kama unielewe, unacheza cheza kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Leo Cosmas leo ananielewa. Nilipoanza kuimba wimbo wa kanisa, Cosmas anajua kanisa lilikuwa hapa la mabati. Kanisa ni mbavu mbili. Linasema nikuue saa ngapi? Nikuue au nisikuue? Unafunga macho unaangalia juu, litarudi au litasimama? Leo anaona Cosmas amekaa kwenye kiti kipya. Amekaa mahali kuna red carpet. Cosmas sasa anaelewa, baba alikuwa anasema sawa, tunakoenda inawezekana. Nataka niwaambieni, baraka inawezekana. Kuwa mtu aliyeinuliwa na Mungu inawezekana. Kuwa mtu ambaye ana baraka za Mungu inawezekana. Kuwa mtu mwenye kampuni inawezekana. Kuwa mtu yule ambaye ana mali inawezekana. Kuwa mtu ambaye ni mshindi inawezekana. Kuwa mtu ambaye watu wanamheshimu inawezekana. Kutoka kukataliwa hadi kukubaliwa inawezekana. Naongea na wewe leo, unahangaika hata kulipa kodi, lakini nakwambia inawezekana kumiliki nyumba yako mwenyewe. Nataka nikuhakikishie kwa jina la Bwana, inawezekana kuwa na account bank, inawezekana kuwa na wafanyakazi, inawezekana katika jina la Yesu. Piga kelele, inawezekana. Tena umebarikiwa bado, unaweza kupata baraka zaidi ya hizo. Umeinuliwa bado, unaweza kuinuka zaidi ya hivyo. Umemiliki vitu bado, unaweza kumiliki zaidi ya hizo katika jina la Yesu. Niko hapa ibadani kutengeneza wanajeshi. Niko hapa ibadani kutengeneza askari wa Bwana ambao wanaamini gwaride la kwenda mbele, gwaride la kupenya, gwaride la kubadili historia, gwaride la kumiliki, gwaride la kutawala, gwaride la kupata heshima. Wanaoamini, niko hapa kutengeneza wanajeshi wa Bwana. Niko hapa kutengeneza askari wa Bwana ambaye kutoka kukataliwa mpaka kukubaliwa, kutoka ueleweki mpaka unaheshimika. Nataka niwaambie inawezekana. Huna kitu mpaka una kitu. Hautegemewi mpaka unategemewa. Sauti yako haisikiki mpaka inasikika. Walikuwa wanaamua vikao bila wewe, sasa wanakusubiri. Sisi kama unanielewa, wanasema tumsubiri kaka, sauti yako inasikika. Na mimi nataka nikwambie, huna baraka sauti haisikiki. Acha baraka zije.
niambie sauti yako isikike. Watu wasikie sauti yako kwa jina la Yesu. Haribosataba. Naongea na watu hapa. Nataka nikwambie haujakwama mpaka Mungu kasema umekwama. Nataka nikuhakikishie ya kwamba sauti yako itasikika. Utakuwa kaka yao, utakuwa baba yao, utakuwa shangazi yao, utakuwa mama yao, utakuwa mjomba wao, utakuwa kiongozi wao. Nataka niongee na mtu hapa. Wewe umepakwa mafuta na Bwana. Nataka nikwambie safari yako bado. Hapo ndo kwanza mawingu yameanza. Mvua ya mafuriko ya baraka bado haijanyesha. Itanyesha juu yako. Watu watasema, huyo ndio yule tulisema. Huyo ndio yule tulisema. Watu walisema Nazareti haliwezi kutoka neno jema. Akatoka mtawala. Akatoka Yesu Kristo. Akatoka mkuu wa uzima. Akatoka yule mwenye haki. Akatoka mkombozi wa ulimwengu. Wewe ndio naongelea habari zako. Kama unaweza kusimama mbele za Bwana, simama. Kama unaweza kusimama mbele za Bwana, simama mbele za Bwana. Simama katika uwepo wa Bwana. Tutaendelea Jumatano ijayo. Unaweza kuwa mtu yule. Maneno ya wazazi nyumbani yametuletea madhara fulani. Daudi aliambiwa unastahili kuchunga kondoo wachache. Lakini Mungu alikuwa anajua Daudi anastahili kuwachunga Israeli na kuwatawala Israeli. Baba anamwambia Daudi kachunge kondoo wachache. Mungu anamwambia utachunga taifa la Israeli. Utachunga taifa teule. Nataka niwaambie kuna kitu Mungu anatuambia kila siku. Sisi sio wale ambao watu wanafikiri ni wale. Sisi sio wale. Wewe sio yule. Kuna kitu umebeba. Kuna mzigo umebeba wa baraka. Kuna fursa umebeba. Kuna neema umebeba. Acha Mungu akuongoze. Acha Mungu akuwezeshe. Acha Mungu akufanikishe. Acha Mungu akuwezeshe. Watu wasema ningejua ningetengeneza urafiki na huyu dada. Sikuwa najua amebarikiwa kiasi hiki. Ningejua ningekuwa karibu na huyu kaka. Sikuwa najua ana kitu cha ziada. Watajua baadaye. Watajua vitu vikiwa vimeshabadilika. Watajua upako ukiwa umeachiliwa. Watajua neema ya Mungu ikiwa imeshamiminwa juu yako.